Kama duniani kuna timu inayopitia wakati mgumu, utahitaja timu kama Wolverhampton Wanderers, utahitaja timu kama Burnley, lakini hautoshindwa kuitaja timu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika upande ambao kiukweli matokeo anayoyapata sio matokeo mazuri na ni matokeo yasiyoridhisha. Kutokuwa na matokeo mazuri kwa Simba ndiko kunaibua migogoro, kunaibua mitafaruku, kunaibua gumzo kubwa, kila mmoja akiwa anamtazama mwenzake kama sehemu ya kiini na chanzo cha makosa kupelekea timu kupata matokeo mazuri zaidi. Sasa yote yamejitokeza, yote yameonekana na hatimaye majibu yanapaswa kupatikana kwenye kila ambacho tayari kipo mezani, na ubora wa kila ambacho pia kila mmoja katika nafasi yake anahitaji kupata majibu na anahitaji pia kutambua ukweli na uhalisia wa nini tutarajie, nini tutegemee kutokea katika upande huo. Bwana, hii ni taarifa njema kwako mwana Simba baada ya mahangaiko ambayo unazidi kuyapitia au mahangaiko ambayo Simba wanazidi kuyapitia. Huenda Februari 10 ikawa hii ndiyo moja ya taarifa njema ambayo mashabiki wa Simba watakwenda kuipokea katika upande huo na kuwa sehemu ya furaha yao kurejea na timu kuonekana katika sehemu ya ufanisi, ushindani, uweredi, ubora na mengi zaidi yaliyotukuka. Wala usiyoyajua nyuma ya pazia basi ndio unapaswa kuyajua. Wakati ambao wengi wanahitaji Mo Dewji aweze kung'atuka katika nafasi yake ya uwekezaji ndani ya Simba kwa misimu takriban 8 akiwa misimu takriban imefika 9 akiwa kama mwekezaji ndani ya Simba. Mashabiki wanakuambia enough is enough, we are so tired, it's your time upande wako uweze kuondoka katika nafasi hiyo. Sasa moja ya matajiri kutokea nchini Saudi Arabia ambaye siku chache zilizopita, obviously ilikuwa ni mnamo mwezi wa 9, so now we are talking about last 5 months au miezi 5 iliyopita. Huyu ni moja ya matajiri au maboss kutokea katika taifa la Saudi Arabia, anaitwa Mohammed bin Suleiman, moja ya wengi ambao tumetazama anaitwa Mohammed bin Said Ari, ni moja ya matajiri wakubwa katika taifa hilo. Yeye alikuja na kiwango kikubwa zaidi cha pesa akihitaji kuwekeza na kubeba hisa kadhaa ndani ya kikosi cha kuna Msimba Simba. Ikumbuke Simba ipo katika mgawanyiko wa utawala kwenye maeneo ya aina mbili. Moja, kuna hisa za mwekezaji ndani ya Simba anapaswa kubeba hisa 49 ambazo kwa sasa yupo nazo Mohamed Dewji, lakini upande wa pili wa wanachama na mashabiki wao wanapaswa kubeba hisa takriban 51. Hizo ni hisa ambazo hazinunuriki, yani hizo hazinunuriki na mtu yoyote wala kwa kiwango chochote zaidi ya mashabiki na wanachama wao wenyewe kuhusika katika upande huo. Sasa tajiri huyu alijaribu mara ya kwanza ikawa imeshindikana kuinunua klabu ya kuna Msimba Simba kwenye hisa ambazo zinaruhusiwa baada ya Mohamed Dewji kutokuwa na mkataba wa kikomo kwamba bwana Mo Dewji atawekeza kwa miaka 2 mpaka 3 au miaka 8 ijayo, lakini hiyo haipo kwenye kipengele cha uwekezaji katika mkataba ambao upo mezani kati ya Mo Dewji pamoja na klabu ya wekundu wa Msimba Simba. Sasa baada ya huu mjadala mzito ambao umekuwepo, baadhi ya mashabiki wa Simba wakitoa masaa 72 kwa Mo Dewji kuweza kung'atuka na kuachia timu yao, tayari mwekezaji huyu yeye amejitokeza na kuibuka dharani kwa mara nyingine tena kwamba if Simba Sports Club watahitaji huduma yake, yeye yupo tayari kuhakikisha kwamba anaiongoza klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika eneo la uwekezaji na kutia mamilioni ya pesa. As tunavyojua kwa kipindi cha hivi karibuni, moja ya mataifa makubwa Afrika ambayo yamekuwa yanawekeza kiwango kikubwa zaidi cha pesa katika upande wa timu au katika udhamini ni hawa matajiri kutokea Saudi Arabia, kuanzia kwa kina Mohammed bin Hamil kutokea katika upande huo, kina ugrazama upande wa matajiri, mfano wa mdhamini wa bin Sulei anayedhamini pia PSG. Hawa wote ni Waarabu au ni matajiri
kurokea katika taifa la Saudi Arabia, ambao wamekuwa wanawekeza mpunga mrefu zaidi katika upande wa timu. So tajiri Mohamed Dewji moja kwa moja ana uwezo wa kumpisha tajiri Mohamed Ali Sulei ambaye anatokea katika taifa la Qatar, ili moja kwa moja kuja kubeba nafasi ya uwekezaji katika upande. Ikumbukwe mfumo mpya na katiba ya kile ambacho pia kinaonekana, ikiwemo agizo la serikali, ni kwamba Simba kwa sasa baada ya mchakato kukamilika hawahitaji kuwa na mwekezaji, wanahitaji kuwa na wawekezaji. So huenda ujio wa mwekezaji huyu akanufaika na kiwango kikubwa zaidi cha hisa katika upande huo, kwa sababu wanapaswa kuwa watatu kwa mjibu wa utaratibu ambao Simba wamejiwekea katika upande huo baada ya zoezi kuwa limekamilika. So let's wait and see, tutazame tajiri